Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Baragumu Live, ambapo tunapata nafasi ya kutazama mahojiano hapa, na leo tayari kama ambavyo tulizungumza hapo awali kwamba tutakuwa na mgeni wetu Dr. Emmanuel Limo, ambaye yeye ni mratibu wa TB na ukoma manispaa ya Kinondoni, na tutakwenda kuzungumzia siku ya kifua kikuu duniani. Na hapa tutakwenda kuangazia kwanza ugonjwa wenyewe ni ugonjwa wa aina gani, lakini pia sababu zake, dalili zake, lakini pia tutafahamu je, ugonjwa huu unatibika na ni kwa namna gani unatibika, lakini pia je, ni kwa namna gani unaweza kuambukiza kutoka kwa mtu mmoja au kwa mtu mwingine, au je hauambukizwi. Basi nitumie nafasi hii kumkaribisha Dr. Emmanuel Limo. Karibu sana katika studio zetu za Baragumu Live. Asante sana mtangazaji. Ndio. Habari za Kinondoni huko? Kinondoni tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Sawa, karibu sana. Asante. Najua kuna mambo mengi sana ya siku leo. Kabla tujaizungumzia siku yenyewe ya kifua duniani, historia kwa nini ilianzishwa, lakini si vibaya tungeanza kukufahamu ugonjwa wa kifua kikuu TB ni ugonjwa wa aina gani? Karibu sana. Okay. Asante mtangazaji. Labda nijaribu kuweka kwa ufupi. Ndio. Kwamba kifua kikuu ni ugonjwa unaoambukizwa kwa bakteria. Na ni ugonjwa ambao mtu anaupata kwa njia ya hewa. Ndio. Panapokuwa na mgonjwa wa kifua kikuu ambaye anakohoa bila kufunika kinywa chake, au anapiga chafya bila kufunika kinywa chake, hutoa vimelea kutoka kwenye mapafu. Wale vimelea wanasambaa kwenye hewa, na wanaposambaa kwenye hewa, mtu aliye karibu anapovuta wale vimelea, basi anapata ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa hiyo kifua kikuu ni ugonjwa unasababishwa na bakteria, na hao bakteria tunaoita kitaalamu Mycobacterium tuberculosis. Ndio. Yes. Sawa sawa. Ndio kifupi kile cha TB. Ndio kifupi cha TB, tuberculosis. Okay, tuberculosis. Sawa sawa. Tumekuwa tukiusikia ugonjwa kwa muda mrefu sana. Wengine nafikiri tangu tumezaliwa tumesikia na mpaka leo bado upo. Labda nini hasa imekuwa changamoto kwamba tatizo hili limekuwa likiendelea kuwepo licha ya kuwepo jitihada nyingi, lakini vile vile mpaka likatengewa siku kwa ajili ya kuangalia namna bora ya kudhibiti? Okay. Labda niseme tu kwamba kifua kikuu ni ugonjwa ambao kidogo unaathiri jamii kubwa ya watu ambao tunasema ni watu wanaotoka katika kaya maskini. Ndio. Kwa sehemu kubwa kifua kikuu kimekuwa kikidhaminiwa au kikipata support na serikali, maana kwamba matibabu bure. Kwa dhana hiyo kwamba sehemu kubwa ya watu wanaoathirika ni watu wanatoka kwenye kaya maskini. Sasa bado kuna jitihada zinaendelea, kwa sababu imekuwa ikionekana kwa baadhi ya maeneo bado ugonjwa wa kifua kikuu unapatikana. Na kumekuwa na survey, kwa maana kwamba ya shirika la afya duniani pamoja na serikali wamefanya survey, na ikaonekana kwamba still bado kuna changamoto ya kifua kikuu. Bado ipo. Kwa hiyo bado kifua kikuu ni tatizo, na labda kwa haraka ndio kwa takwimu za mwaka 2023 wa Tanzania inaonekana kwamba kila siku almost ni nakadiriwa kwa watu 70 kwa mwaka. Kwa mwaka wanaofariki kwa siku, wanaofariki kifua kikuu. Kwa hiyo kwa siku kwa Tanzania watu 70. Sasa unaweza kuona ni issue kubwa kiasi gani. Kwa hiyo kwa siku watu 70. Umeona kwa hiyo ni almost ni watu 2000 na mia ngapi hapo, ukizidisha kwa siku 360. Kwa hiyo still bado ni tatizo. Watu 70 ni almost sawa na basi. Ndio. Kila siku linadondoka basi moja na watu 70.
Kwa hiyo unaweza kuona nafikiri nini tatizo? Huduma ipo kama hivyo ulivyosema kwamba tunajua matibabu yake tunapewa bure. Nini tatizo? Unyanyapaa, elimu haijafika ipasavyo? Kifua kikuu tumesema ni tatizo ambalo linaathiri zaidi kaya maskini, lakini pia uelewa, watu wenye uelewa mdogo. Kwa mfano, kwa nini kwanza kaya maskini? Tulisema kaya maskini kutokana na hali duni ya maisha. Tulisema ni ugonjwa unaoenezwa kwa hewa. Sasa tukisema hewa ina maana kwamba tuna yale mazingira ambayo watu wanasongamana sana. Unakuta nyumba zimejengwa bila kufuata utaratibu, zimesongamana, madirisha madogo, hakuna hewa. Hiyo ni sababu kubwa. Lakini pia uelewa. Serikali sasa hizi wanafanya jitihada sana kuhakikisha kwamba hizi elimu zinatolewa kupitia watu huduma ngazi ya jamii. Kwamba katika jamii zile kuna wanajamii ambao wamejengewa uwezo. Kwa hiyo wamekuwa sasa ni sehemu ya kurahisisha kuwafikia wale watu, kuwapa elimu, kuwajengea uelewa. Baada ya kubaini kwamba tatizo kubwa pia ni uelewa. Kwa hiyo uelewa unapokuwepo kwa watu kwa namna gani kifua kikuu kinaenea na namna gani ya kujikinga, basi watu wanachukua tahadhari, na nafikiri ndio kitu ambacho kinaweza kikasaidia sana kwenye kupunguza hii changamoto ya kifua kikuu, ikiwemo kujitokeza, kuchunguza afya, kuanza matibabu mapema. Ndio. Yes. Sawa. Labda na hiki kifua kikuu, dalili za awali kabisa ni nini? Ni zipi? Okay. Ukiunganisha hapo na viko shida hii ya kifua kikuu kuna aina ngapi? Kwanza kabisa labda nianze na aina, alafu baadaye ndo niseme hizo dalili zake. Kwanza kuna kifua kikuu cha aina mbili. Tuna kifua kikuu ambacho tunasema ni kifua kikuu kinachoshambulia mapafu, au tunasema kifua kikuu cha mapafu. Lakini kuna kifua kikuu ambacho chenyewe kinashambulia maeneo mengine mbali na mapafu. Tunasema ni kifua kikuu nje ya mapafu. Kitaalamu tunasema extrapulmonary tuberculosis. Kwa hiyo kile cha mapafu ndicho kinachoambukiza. Lakini hiki kifua kikuu ambacho kinakuwa nje ya mapafu sio rahisi kuambukiza, na dalili huwa zinategemeana na wapi kifua kikuu kipo. Cha mapafu ndo kama hivyo, mtu anakohoa mfululizo kwa muda usipungua wiki 2. Lakini kwa wale watu wanaoishi na virusi maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunasema kifua kikuu kikohozi cha muda wote. Lakini dalili nyingine ni hiyo kwamba makohozi yanayotoka yanakuwa yamechanganyana na damu. Japo sio muda wote, lakini pia kuna kutokwa jasho jingi hasa nyakati za usiku, homa kali ambazo mara nyingi hazisikii matibabu ya kawaida. Lakini kupungua uzito. Huko tunasema kupungua uzito kusikoelezeka. Yaani wewe ufanye diet, ufanye mazoezi, si ndio? Lakini uzito unapungua. Unaona ukivaa nguo zinapwaya. Kwa wale wanaume tukiangalia mkanda, tundu unazidi kutoboa, unaongeza matundu. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Sawa. Lakini kwa kifua kikuu ambacho kiko nje ya mapafu, dalili zake huwa zinaendana na wapi kifua kikuu kile kipo. Kama kifua kikuu kile kipo kwenye tumbo, basi unakuta tumbo linajaa maji na anapata changamoto za tumbo kama maumivu, discomfort na vitu vingine. Na kama kifua kikuu kile kipo kwenye moyo, anapata dalili za maradhi ya moyo. Lakini pia kama kifua kikuu kipo kwenye uzazi, halikadhalika. Kwa hiyo kinaweza kwenda kwenye organ yoyote ya mwili. Kifua kikuu kinaweza kuwa eneo lingine lolote lile. Labda hiyo inasababishwa na nini? Ni vimelea tu wale kusambaa na kuathiri lile eneo. Ndio. Labda kwa mwanamke, mtoto aliyoko tumboni hawezi kuathirika? Mtoto aliyoko tumboni hawezi kuathirika. Ndio. Ila anapozaliwa anaweza kupata maambukizi endapo kama mama atakuwa hajaanza matibabu. Ameambukizwa kifua kikuu, ana ugonjwa wa kifua kikuu, lakini hajaanza matibabu ya kifua kikuu.
kikuu. Sasa huwa mnawashauri kitu gani wa mama ambaye tayari na mtoto alafu na maambukizi ya kifua kikuu? Mama mwenye maambukizi ya kifua kikuu huwa anaanzishiwa matibabu. Sawa. Mgonjwa yote kifua kikuu kishakuwa kwenye matibabu basi hawezi kuambukiza. Na ndio maana utaona serikali inajitahidi sana kwamba anapoibuliwa tu mgonjwa kifua kikuu basi mapema, ina maana anapofanya vipimo ikaonekana tayari ameambukizwa, mapema iwezekanavyo aanze dawa. Sawa. Na ndio maana tumeondoa ile dhana ya unyanyapaa kwamba mgonjwa wa kifua kikuu ambaye, na hii ni kwa mujibu wa tafiti, ambaye ameshaanza matibabu basi hakuna haja ya kumnyanyapaa kwa sababu uwezekano wa kuambukiza haupo kabisa. Ndio. Sawa. Wakati kabla daktari hujaingia hapa studio, yapo mdau wa afya Dorcas Mtenga amejaribu kunielezea kidogo nikaa namuelewa, lakini nadhani ukieleza wewe itakuwa vizuri zaidi. Kumekuwa mara kadhaa watu wanahusisha kifua kikuu na ukimwi, kwamba mtu mwenye kifua kikuu tayari ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Je, ni kweli? Mimi nasema sio kweli kwa sababu kifua kikuu ni kifua kikuu, ni ugonjwa kama nilivyosema unasababishwa na vimelea ina bakteria, Mycobacterium tuberculosis, na virusi vya ukimwi ni virusi ambavyo vinashambulia kinga. Mtu anaweza kawa anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini asiugue kifua kikuu, ila akawa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kifua kikuu kwa sababu ya kinga kushuka. Hasa pale endapo hata kuwa mfuasi mzuri wa matibabu. Yes. Yaani matumizi ya zile dawa za kufubaza vimelea. Lakini kama mgonjwa mwathirika au mtu anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi atakuwa ni mfuasi mzuri wa dawa, kinga zake zikawa imara, hawezi kuwa, sio rahisi kupata kifua kikuu. Kwa hiyo tumeona kifua kikuu ni vimelea ambao ni bakteria, wanaweza kumpata mtu mwingine yeyote. Unaweza ukawa wewe hujambukizwa virusi vya ukimwi, uishi na virusi vya ukimwi, lakini sasa na usipate na usipate kifua kikuu na usipate na ukapata TB. Tunamaanisha kwamba sio lazima uwe na virusi vya ukimwi basi uwe na TB. Unaweza ukawa na virusi vya ukimwi lakini usipate TB, lakini unaweza ukawa kuna virusi vya ukimwi na ukapata TB. Issue tu kwamba hapa tunachoangalia ni kinga za mwili. Yes. Unaweza kuwa na maradhi mengine ambayo yanafanya kinga zako za mwili zishuke, kwa mfano saratani. Na alikadhalika yakapelekea mfano sukari, ugonjwa wa kisukari, yakapelekea kinga zako zikashuka ukapata kifua kikuu. Na ukawa kuishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini ukapata kifua kikuu. Kwa hiyo tunachoangalia hapa ni kinga za mwili kushuka. Yes. Doka sababu ni mwisho hapa. Hapo kwanza nilihudhuria siku moja maadhimisho, wakaeleza changamoto nyingine kwa wagonjwa ni kukatisha dozi, na sababu inavyosemekana dozi ya kifua kikuu inachukua muda mrefu kidogo, na nikasikia wito mbalimbali kutolewa kwamba watafiti wanapaswa kufanya tafiti kwa lengo la kupunguza ile muda wa dozi ili usiwe mrefu zaidi, ambao unapelekea sababu za baadhi ya wagonjwa kuweza kukatisha dozi. Hili limekaaje? Kwa kweli mimi napongeza jitihada mbalimbali za watafiti, lakini pia hata watafiti wa ndani, wa ndani ya nchi, kwa sababu nafikiri mpaka sasa hivi hospitali ya Kibong'oto kushirikiana na tafiti mbalimbali na taasisi mbalimbali za tafiti ikiwemo NIMR wamejitahidi. Kwa mfano sasa hivi tulikuwa kifua kikuu, watu wameza dawa kifua kikuu sugu kile mpaka miezi 18, lakini almost mwaka na siku hizi kuna dawa za miezi 6, miaka miwili kama. Yes. Ambayo tunasema ni shorter regime. Na hili ni injectable free. Zamani ulikuwa unachoma yani miezi 18 lakini kuna sindano ndani yake huko. Lakini siku hizi ni vidonge ambao tunasema ni dawa za muda mfupi miezi 6. Sawa. Kwa hiyo hii ni matokeo ya tafiti na jitihada za wadau pamoja na serikali. Yes. Sawa. Nilikuwa natamani kujua vihatarishi. Okay. Kwa kweli kifua kikuu tumesema kwamba kinaathiri sana maeneo ambayo
unakuwa na hali duni. Lakini hii kwa sababu gani? Nakasema sababu ni msongamano. Kumbuka bakteria wa kifua kikuu wanaweza kukaa muda mrefu kwenye maeneo ambayo hewa haipatikani ya kutosha. Lakini mwanga pia. Mwanga ukiwa hafifu, hewa ikiwa haipatikani ya kutosha, basi ni rahisi kifua kikuu kuenea. Na ndio maana tunashauri kwamba kama unajenga jengo kubwa ambalo linaweza likaweka watu wengi, kwa nyumba ibada, misikiti, makanisa, hizi kumbi za starehe, hakikisha madirisha yanakuwa makubwa. Hewa ipatikane ya kutosha, mwanga upatikane ya kutosha. Kwa hiyo najua kuna watu wanasimamia hilo. Kuna sekta ambazo kwa sababu ni issue ya nani, kuna wataalamu wapo, maafisa afya na nani wanafanyia kazi hilo. Kwa hiyo hii ni mikakati ya serikali kwamba kuhakikisha kwamba haya maradhi ya njia za hewa ikiwemo kifua kikuu haya yanaambukiza kwa njia za hewa, basi kwenye maeneo ya mkusanyiko na maeneo kama hayo, basi wanapunguza uwezekano wa kuenea. Kuna jitihada mbalimbali serikali inafanya, sio lazima nikataja zote, lakini mojawapo ni hilo kwamba unapoandaa jengo kwa ajili ya mikusanyiko, kwamba sasa kuna watu lazima wakague, wahakikishe kwamba je, hewa inapatikana ya kutosha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ina maana hata kwenye nyumba zetu tunataka tuweke madirisha ambayo yanakidhi haja kwa ajili ya kuingiza hewa na kabisa. Yes. Sema sasa sisi tumezoea kwamba wengi wetu unakuta watu wanajenga tu, na hasa wale watu ambao hawataki kufuata taratibu, na hasa kwenye hizi squatter. Yani maeneo hayapimwi, hayarasimishwi, unakuta watu wanajijengea tu, kwa hiyo msongamano unakuwa mkubwa. Lakini pia hata standard zile madirisha madogo. Kwa lakini ukifuata utaratibu, najua kuna wataalamu wameweka hiyo na wanasimamia hilo kuhakikisha kwamba kunakuwa na space ya kutosha, badala ya kujenga nyumba nyingi kwenye eneo dogo. Atisi nafasi inapatikana, hewa inakuwepo, mzunguko wa hewa na kadhalika. Ndio. Sijui kama utakuwa na takwimu utatusaidia Dokta. Dar es Salaam ni miongoni mwa mikoa ambayo ina idadi kubwa sana ya watu. Je, kuna wilaya zile ambazo hatarishi au ugonjwa huu wa kifua umekuwa ukisumbua sana? Au yeye mwenyewe ni mratibu wa manispaa ya Kinondoni. Katika manispaa yako maeneo gani ambayo unaona tukujue ili tukitoka hapa tuende tuwape elimu na sisi tuchukue tahadhari. Sio kwa ubaya jamani. Hili sio kwa ubaya maeneo hayo. Sawa kabisa. Sasa kuna kiukweli ni kwamba kuna yale maeneo ambayo wagonjwa wanapatikana kwa wingi. Ndio. Na nimetoa sababu, nikasema ni yale maeneo ambayo yanakuwa sana hali kidogo maisha ni duni, na yale maeneo pia yanakuwa ya msongamano sana. Umeona tunasema squatter areas. Ndio. Lakini tukiachana na hilo, kuna yale makundi maalum. Tukisema makundi maalum, tunaweza tukazungumzia wale waraibu. Tukisema waraibu ni watu wale wanaotumia madawa ya kulevya. Wale nao pia wanapatikana kwenye maeneo fulani. Sio lazima sana ikawa, ila wana maeneo yao wanaita maskani. Wale pia wanaathirika sana tatizo la kifua kikuu. Sawa. Lakini maeneo mengine ambayo tunapata sana wagonjwa ni yale maeneo ambayo yanakuwa na misongamano, kwa maana kwamba unakuta kuna shughuli za kijamii lakini zinafanya kuwe na watu wengi. Kwa mfano kwenye fukwe. Yani kwa mfano kwenye machimbo kunakuwa na shughuli za kijamii, lakini ni eneo ambalo kunakuwa na mrundikano mkubwa wa watu. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo tunapata sana hizo au wagonjwa wa kifua kikuu. Kwa hiyo tunasema ni high prevalence. Asante sana mtazamaji. Na kunakuwa na hizo risk factors. Kwa hiyo mimi nashauri na uzuri kwamba sisi tunakuwa na takwimu, tunajua kabisa ndio zinatuongoza kwamba sehemu fulani wamepatikana wagonjwa mfululizo. Let's labda nitoe mfano let's Kinondoni shamba, natoa mfano sio sahihi sana nikaweka nani, lakini nimetoa tu mfano. Ni mfano tu jamani. Kwa hiyo let's Kinondoni shamba tupata wagonjwa labda 10. Sasa tukipata wagonjwa 10 ndani ya wiki moja au ndani ya siku 3-4, ile kwetu sisi ni red flag.
Kwa hiyo tayari tuna spot lile eneo, tunaenda kufanya kitu kinaitwa active case finding au active case search. Na tunaweza tukawa na modality mbili. Ya kwanza tukaenda tukavamia lile eneo, kwa maana kwamba tukatoa taarifa, tukafuata taratibu za kiserikali, protocol, tukawajulisha serikali ya mtaa, tukaandaa wataalamu wa afya wakaenda pale, tukatoa elimu kwa pamoja, tukaanza screen watu, kuwachunguza watu. Sawa sawa. Pale tukawaalika, wakasogea kwenye hema, tukawachunguza. Hiyo ni modality moja wapo. Ya pili ni kwa mtu mmoja mmoja, kwa sababu kila mgonjwa kabla ya kumwanzishia matibabu unamfanyia counseling. Unampa ushauri juu ya ufuasi. Kwanza ajue tatizo alilonalo, si ndio? Alikubali, na ajue athari ya kutokutumia matibabu, si ndio? Na ajue faida ya kutumia matibabu. Kwa hiyo akishaelewa, tunamshauri pia ajue kwamba yeye tatizo amelipata. Huenda amelipata kwenye kaya yake. Pale anapoishi huenda kuna mgonjwa ambaye amemwambukiza, au yeye wakati anaishi pale, hata kama aliambukizwa sehemu nyingine, lakini pale kuna watu au wanakaya anaoishi nao ameshawaambukiza. Kwa hiyo kuna umuhimu sasa wa kualika wale, aidha waje kituoni kuchunguza, au watu wa huduma wa kituo husika, kituo X, kwa kushirikiana na mtoa huduma ngazi ya jamii. Kumbuka nilisema tumeengage, serikali imeengage wale watu wa huduma ngazi ya jamii kwenda kwa pamoja pale kuchunguza zile kaya, kutoa elimu, kuhamasisha na kuwachunguza. Hizo ndio modality ambazo tunazitumia au serikali inazitumia kuhakikisha kwamba sasa tunapata wagonjwa wa kifua kikuu na kuanzisha matibabu mapema iwezekanavyo ili kukata mnyororo wa maambukizi. Sawa. Ndio. Tunaelekea kuhitimisha. Unatoa wito gani kwa Tanzania, kwa sababu naona haya mapambano sio ya serikali tu au Wizara ya Afya, kila mwanajamii ana jukumu la kupambana na hili. Na mimi wakati nafundisha shule tunajifunza wasema ukikohoa funga mdomo wako bana. Karibu. Asante sana. Mimi labda ni watoe wasiwasi wa Tanzania kwamba ugonjwa wa kifua kikuu licha ya kwamba unaonekana kuwa ni changamoto, lakini unatibika. Na serikali imeweka matibabu yake bure kuanzia vipimo mpaka dawa. Na ugonjwa wa kifua kikuu unaweza kuzuilika pia. Licha ya chanjo na vitu vingine ambavyo serikali inatoa, lakini bado sisi tunatakiwa tuchukue tahadhari za msingi, kwa maana kwamba wanajamii wanatakiwa waelewa. Sisi kuna mazingira mengine hayaepukiki, lazima msongamano. Mfano nyumba za ibada, tunasogeleana, tunaishi kwenye masoko, si ndio? Kumbi za starehe. Tunapokuwa kwenye maeneo, kwenye daladala, tusisahau Dar es Salaam. Tunapokuwa kwenye maeneo ya msongamano, tuwe na ile tuseme ni ustaarabu, tabia ya ustaarabu. Unapokohoa ni vyema kufunika kinywa, au unapopiga chafya kufunika pua yako na kinywa kwa kitambaa. Sio mikono, kwa kitambaa. Na kama huna kitambaa, wanasema utumie sehemu ya mbele ya kiwiko cha mkono wako. Lengo ni nini? Lengo ni kuzuia wale vimelea wasiweze kusambaa na kumwambukiza jirani. Lakini pia tusaidiane kuhakikisha kwamba madirisha yanakuwa wazi tunapokuwa kwenye zile nyumba za ibada, kwenye maeneo ya msongamano, kwenye daladala. Ili sasa mwisho siku tupunguze tatizo hili. Na wakati huo wataalamu na serikali wakiendelea kupambana kuhakikisha kwamba wanaibua wale wagonjwa ambao tayari jitokeza na kuanzisha matibabu. Sawa. Shukrani sana. Asante. Mimi nikushukuru sana Dr. Emmanuel Limo, mratibu wa TB na ukoma manispaa ya Kinondoni. Itoshe kusema TB inatibika. Kabisa. Ukifuata taratibu zote na ukikamilisha dozi, TB inatibika jamani. Kwa hiyo tusiogope, tumeambiwa kwa vipimo ni bure kabisa, serikali imeeleza, lakini pia na matibabu dawa zake ni bure kabisa. Kwa hiyo kama unaona una dalili hizi ambazo daktari amezitaja hapa, basi ni vizuri kabisa kusugia kwenye kituo chochote cha afya ili uweze kufanyaje, kuchunguzwa, na kama utabainika una ugonjwa wa kifua kikuu basi uendelee na dozi yako. Nikushukuru sana tena kwa mara nyingine Dr. Emmanuel Limo, mratibu wa TB na ukoma manispaa ya Kinondoni. Asante sana kwa kuja. Mtazamaji,
tulikuwa tunazungumzia siku ya kifua kikuu duniani ambayo ndio leo. Mtazamaji, tutapata mapumziko mafupi, tutarejea baadaye kwa lengo la kujiunga na wenzetu kutoka Dodoma moja kwa moja kwa ajili ya mahojiano. Endelea kuwa nasi.